Labda tu mimi niseme kwamba hakuna kesi ya mauaji ambayo imefunguliwa, lakini kitu ambacho kimefanyika ni sisi kama viongozi wa wanamuziki hapa Tanzania, hasa wa kwenye muziki wa Injili, baada ya kupitia taarifa za pale chumba ambacho marehemu alikuwa anaishi na namna alivyotolewa pale chumbani na maelezo ya watu pale, lakini pia tumeangalia zile video. Marehemu alikuwa amelala chini, hana nguo, na alikuwa kidogo kuna kujisaidia sana pale ndani, na baadhi ya vitu vingine ambavyo siwezi kuvisema sana hapa sasa hivi. Kiukweli tumeomba vyombo vya uchunguzi viweze kupitia kila kitu na kuhakikisha kwamba sababu ya kifo cha marehemu ionekane kwamba kilikuwa ni kifo cha asili. Hapo ndipo tutaweza kuendelea na kwenye kupumzisha marehemu. Kwa mpaka sasa vyombo vya uchunguzi vinaendelea na taratibu kwenye kuthibitisha hilo. Kwa hiyo wao wanafanya kazi, sisi tumetoa taarifa tu kama tuna mashaka na namna ambavyo mwili wa marehemu umekutwa. Alikuwa amelala chini, hana nguo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kabisa tumesema ni Tanzania mwenzetu, hatuwezi kuacha akaondoka tu hivi bila kujiridhisha. Kwa hiyo tumeomba vyombo viweze kufanya kazi. Kwa hiyo tuseme tu wa Tanzania waendelee kuwa vumilivu kwenye hiki kipindi ambacho tupo, ili tuweze kujua chanzo ni nini na alikuwa na nani, wanafanya nini. Maana inasemekana alikuwa pale anaishi kwenye hoteli na mtu kwa zaidi ya wiki 3. Kwa hiyo vyote hivyo tuache kwa sababu vipo kwenye mamlaka, ni hayo kwa sasa. Okay, Rais wa shirikisho la muziki nchini, umetuambia kwamba ilikuwa wanaishi kwenye hoteli. Ni hoteli namna gani hiyo na iko sehemu gani? Hoteli iko Sinza, inaitwa Proms Hotel. Kwa hiyo yeah. Labda mwimbaji huyo alikuwa ni mwimbaji wa namna gani kwenye kuhudumu sasa katika Runa kweli? Alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, na niweza kusema hapo tu alikuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili na ni Mtanzania, na sasa amekufa. Biblia inasema baada ya kifo hukumu, na sisi hatuja kufa msalabani. Mimi sija kufa msalabani, kwa siwezi kusema kwamba ilikuwa hivi. Niseme tu kwamba tupo katika kupambana kuhakikisha kwamba mwenzetu anapumzishwa kwa heshima ambayo anastahili. Okay, labda kwa situation kama hii na kwa industry nzima ya muziki wa Injili, hii inaleta tafsiri gani? Kifo kimetokea, maana yake tujiandae sasa, tusiojua yoyote, lakini pia ni muhimu taarifa zikawa zinatoka, lakini pia viongozi wakawa wanajulishwa kila hatua ambazo tunapitia. Nisema tu tutamkumbuka sana Irene, alikuwa na msimamo katika mambo anayoamini. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Amina.